yule ni mke wangu ulio. Kwa hiyo hicho ambacho unajaribu kukifanya kitagharimu maisha yako. Kuna shida? Samani, ile dawa ni kweli hajanisaidia chochote. Irene, nilikwambia kama ile dawa haiwezi kukusaidia kitu chochote, na hatimaye umerudi hapa. Hapa ndo mtakuja, yaani utakwenda kokote, lakini hapa utakuja tu. Nilikuwa nahitaji unisaidie niweze kulala na shemeji yangu, pia amchukie mke wake, ikiwezekana nioe mimi. Unasema unataka nikusaidie kulala na shemeji yako? Sawa, naweza nikakusaidia, lakini kwa sharti moja tu. Sharti gani hilo? Kama unahitaji kulala na shemeji yako, natakiwa nikulaule. Kulaula? Unamaanisha nini? Yaani namaanisha kwamba natakiwa nikutoe nuksi, na hiyo nuksi unatakiwa uanze kulala na mimi kwanza kabla ya huyo mtu. Hapo ndipo sasa dawa yangu itaanza kufanya kazi. Kwani hakuna njia nyingine? Maana mimi ni bikra na nimejitunza kwa ajili ya shemeji yangu. Tafadhali naomba unisaidie kutimiza ndoto zangu. Wewe ni bikra? Ndiyo, mimi ni bikra, simjui mwanaume yoyote, na nimefanya hivi kwa mapenzi nilionayo kwa shemeji yangu. Ni sawa, nimekuelewa, nitakusaidia tena leo kabla ya jioni sana. Unachotakiwa wewe, nenda nyumbani, lakini hakikisha baadaye, kabla kijua hakijazama, urudi hapa Kilingeni. Nitamleta huyu shemeji yako kimazingara, halafu utalala naye. Sijui umenielewa? Lakini hakikisha wakati wa kuja huku njoo na shati yake moja, na ichukue hiyo shati bila yeye mwenyewe kujua, maana akijua itakuwa umeshaharibu masharti. Sijui unanielewa? Sawa, nimekuelewa. Sasa mdogo wangu, nilikuwa naomba nilitakie zinguo ndani. Sasa mimi natoka mara moja. Ufunguo wako. Hakikisha hakuna mtu yeyote anaingia chumbani kwetu. Irene, Ameda, vive? Amna kitu. Basi poa, mimi naenda msalani maana jana kupika.
Zamida. Sawa, mwambie nikajua utarudi usiku. Ni kweli, lakini nimefika kule shamba kidogo, naona sijisikii vizuri. Kichwa kinaniuma sana. Kwa hiyo nikawaambia wateja waje kesho, nitamalizana nao. Pole sana. Asante. Ndio funguo basi nikapumzike. Ora mlango upo wazi. Mlango upo wazi? Itakuwa ulivyoondoka hujafunga vizuri, kwa sababu mimi sijatoka hapa. Nimejichanganya vipi wakati mimi nimefunga mlango na nina uhakika huo? Na ndio maana nikaja hapa nikakwambia hakikisha hakuna mtu yote ambaye anaingia chumbani. Hasa unaniambia vipi kwamba mimi nimejisahau? Na Irene yuko wapi? Mimi kiukweli nilikuwa nimekaa hapa na sijainuka kwenda ndani, na ndio maana nakwambia itakuwa umejisahau. Niliinuka hapa nikaenda chooni na niliporudi sijamkuta Irene hapa. Hujamkuta Irene? Vipi kwani? Mchegelo koheko kuvele ida uhambi. Sasa nimekuita hapa, nina agizo moja muhimu sana. Siku ya leo nina kazi maalum, yaani namaanisha kazi ya kibinafsi. Kwa hiyo pita kwa kila mshirika, mwambie sihitaji nione pua ya mtu yoyote hapa Kilingeni, iwe kwa dharura au kwa mipango yoyote. Tafadhali wafikishie, sihitaji lawama. Sawa? Sawa, kama ulivyoagiza. Unaweza wakaenda. Siri ya moyo. Sawa. Nitamleta huyo mtu kimazingara, atakuja haka. Natakiwa akija usimwogope, na utafanya hicho kitu ambacho unakitaka kufanya naye. Lakini pia kuna kitu kingine cha kuzingatia. Hivi vitambaa viwili, cheupe na chekundu. Hiki cheupe utatumia kukitandika hapa chini, alafu hiki chekundu itatumika kukivaa miguuni. Na kusisitizia usiogope. Siri ya moyo.
mengi tena ya kuumiza, mana ninachoshika ilyo linamugoda mutalilo linamugoda muta linitike pakilo pamilau litike kamwene ilo linitike pakilo pamilau litike kamwene ilyo nikalonga kwa balozi nene. Irene, mbona kama hivi? Mbona kinyonge? Kuna usalama kweli? Nimekuja kukupa unachokitaka. Ni sawa, lakini ujio wako kuna namna unanishtukiza sana, unanifanya niwe na hofu leo. Najua na uhitaji na wewe, lakini haimaanishi kwa kukomwana. Okay. Hichi ndio ulichokuwa unakitaka? Irene, na tena mimi sio malaya. Mimi nakupenda kweli. Yaani natamani nikufungulie dunia kuwa unachotaka. Lakini kwa ujio wako ni kama vile nakulazimisha, hali ya kuwa mimi nakupenda Irene. Na hichi ninachokifanya sio kusudio langu, ni kusudio la wakulu, na hawawezi kunipa nguvu mpaka nitembee na mtu nayempenda, na mimi nakupenda wewe. Kwa hiyo nikitembea na wewe watanipa nguvu zaidi, na ndio maana sasa mimi nakuhitaji wewe Irene. Upendo wangu mimi kwako ni wa kweli na si wa kutania. Hii ni nafasi yako, kwa hiyo itumie iwezekanavyo. Na kuanzia sasa hivi chochote nitakachokwambia nataka unitimizie kama mimi nipendavyo.